Iwapo ni watu walikopa kwako pesa, alafu wanasumbua kulipa, na wewe unajua wanapata pesa lakini hawalipi pesa zako. Sasa kama ni madeni unataka wakulipe na unapata jani hili la muujiza, chukua mbegu za algeta 7, weke juu yake, weke mbele yako, alafu uandike majina ya wale watu ambao wanatakana kulipa pesa na pesa zao zenye wanatakana kulipa. Sasa kila ambacho utaanza ni kumshukuru Mungu, alafu uanze kuwaita ukiwa umeegemea ili jani hapa mbele yako. Uanze kusema, fulani, pesa zangu ni pesa fulani, ulizikopa tarehe hii na ukasema hivi na vile, na sasa saa hizi hujalipa, na kuamurisha. Sasa unaita majina yao mara 7. Kila mmoja ambaye ana deni yako unamuita mara 7. Hakikisha hizi mbegu za algeta ziko 7 zenye umeweka hapa. Pilipili ya algeta mbegu 7 umeweka hapa. Alafu waite kwa hayo majina yao mara 7. Alafu useme vile unavyotaka akulipe. Ukimaliza unaweka chini. Alafu unachukua tena, hiyo itaachiria kwamba unachukua mtu wa pili. Sasa utafanya hivyo kwa watu wote walio na madeni yako. Wote uwadai kwa jina la maombi hapa. Unadai, ukimaliza utachukua mbegu hizo, utaita wote mara 7 kila mmoja, alafu useme vile unavyotaka, umdai vile unavyotaka. Ukimaliza unaweka chini, inakatisha mtu moja, unachukua tena kama wako 10, kama wako 20, na hakikisha umetamka ile pesa ambayo unataka warudishe. Umetamka hiyo pesa. Ukimaliza, chukua hizo mbegu 7 ambazo umefanya nini? Umeweka hapa, uziweke kwa maji yako ya kuoga. Weka kwa maji yako ya kuoga. Alafu ili jani likate vipande 7. Alafu uliweke kwa maji yako yale ya kuoga. Uombe kwamba Mungu, napooga hii maji, wale watu wote ambao madeni yangu wana pesa lakini hawataki kulipa, kuanzia leo wataanza kulipa madeni yangu, wapende wasipende, bora wako hai, wakose amani, wakose usingizi, wasukume kwa kona mpaka walipe madeni waliokopa kwangu. Maana neno lako linasema kwamba mwovu anakopa na halipi. Hawa wameingia katika vitabu vya waovu, wamenikopa na wanapata pesa hawalipi. Sasa ninaamurisha waweze kulipa pesa zangu, wapende wasipende. Na unajua una right sasa ya kutumana roho yoyote chafu kwenda kukupigania ili kutoa hiyo. Maana maandiko yanasema a wicked spirit itatokea kwao. Sasa unaweza kuamurisha lolote liwe mbaya litokee kwao mpaka wakulipe. Wakose amani, wakose usingizi, wakose nini, mpaka wakulipe pesa zako. Sasa tumia jani la muujiza na pilipili mbegu 7 za algeta kurudisha madeni yote ambayo imechukuliwa na watu waovu. Jambo la pili lenye nitakwambia ni hili. Kuna wale ambao mmenitumia, mke wako amechukuliwa na mtu tajiri au mama wako amechukuliwa na unataka mrudiane. Anaweza kuwa ni mke wa ndoa ama ni girlfriend wako. Jani hili na mbegu hizi 7. Ita majina ya girlfriend ama boyfriend wako mara 7. Alafu useme vile unavyotaka. Ukishasema, nenda ukachukue ukaweke kwa maji na ukafanye vile tu nimesema kuhusu wa madeni. Sasa mbinu hiyo inatumika kama mume wako unataka arudi, mkeo unataka arudi, boyfriend arudi au girlfriend mrudiane, au deni limechukuliwa, au mtu amekana pesa yako na atake kukulipa. Basi hivi ndivyo utafanya jambo hili. Utaitumia jambo hili, na kuna sehemu moja ambayo nimesahau kusema, mnisamehe. Kuna step moja ambayo nimesahau.
wakati ambapo unaita majina ya huyo mtu, make sure umetema mate mara 3 hapa. Umetema mate yako mara 3 hapa. Kama wale ambao hamna mate, mtapeana hewa hivyo, mtapeana hewa mara 3. Lakini kama una mate, tema mara 3, alafu useme vile unavyotaka, naye Mungu wa mbinguni anayeona sirini na anaona yale mambo ambayo unasema, na ule mtu ambaye alichukua hiyo hela, basi atasukuma anga hiyo iweze kubaliana na maneno ya kinywa chako. Utaona miujiza ya jani la muujiza ikitokea. Asante. Mungu akubariki. Tukutane kwa video ingine.